tulikuwa na ombi moja ambalo tayari tumeshalijadili na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi. Nadhani mwisho wa siku kama Engineer Kasekenya atakuja hapa atasema tuna kilomita 24 kutoka Magamba kwa Mkapa kwenda Mlola. Barabara hii ni ya TANROADS. Ni kilomita 24. Imeshatengenezwa mpaka hapo tunapoita Magamba kwa Mkapa. Tunachoomba na ambacho tumejadiliana na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi, kwa sababu hii iko kwao, wamesema watatuwekea fedha kwenye barabara ile ili barabara ile ianze kujengwa tena pale ilipoishia. Swala la miradi ya maji kama nilivyokwisha kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mradi huu hapa, lakini tuna miradi kadha wa kadha midogo midogo. Gare tuna mradi, Ubili tuna mradi, Ngulwi tuna mradi, Kwai tuna mradi, Mlola tuna mradi. Sasa kwa sababu ilikuwa imesimama kidogo, tumeongea na wenzetu wa Wizara ya Maji, na uzuri mdogo wangu kaka yangu Aweso yuko hapa, ameniahidi, na Mheshimiwa Waziri Mkuu nitaomba umpe ili aseme tena ile ahadi aliyoniahidi kwamba atatupa shilingi bilioni 10 ili tuweze kurekebisha hii miradi midogo midogo iliyoko kwenye kata zetu. Maji oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la nishati katika majimbo ambayo yamepata vitongoji vingi kwenye hii miradi iliyosainiwa juzi, Lushoto ni moja ya majimbo hayo. Sisi Lushoto hapa tumepata vitongoji 71 ambavyo vinaenda kuunganishwa kwa umeme kwenye awamu hii. Tulikuwa na vitongoji zaidi ya kama 320 hivi, lakini tumeondoa hivi 71 tayari. Kwa kipindi hiki kilichobaki cha miaka 4.5 mitano, nina uhakika kwa spidi ya Mheshimiwa Rais, kwa spidi yako, kwa spidi ya Waziri Ndejembi, vile vitongoji vilivyobaki vitaunganishwa kwa umeme, na sisi kama wana Lushoto wote tutakuwa tukipata umeme bila shida. Changamoto nyingine iliyokuwepo kwa miaka mingi hapa Lushoto, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni stendi na soko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa andiko tayari kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi, na andiko lile limepitiwa na watu wa TAMISEMI, na andiko lile limeshapelekwa kwa wenzetu wa Wizara ya Mipango, na tumeshapokea comments kutoka kwa wenzetu wa Wizara ya Mipango. Tumeomba jumla ya shilingi bilioni 6, bilioni 2 kwa ajili ya stendi, bilioni 4 kwa ajili ya soko. Nimehakikishiwa kwamba fedha hizi zitapatikana na tutajengewa hapa stendi mpya na tutajengewa hapa soko jipya, ili wale wakina mama, wakina baba ambao wanafanya biashara pale sokoni waende kukaa kwenye eneo zuri kama maeneo ya wenzetu wengine yanavyowafaa wananchi wa maeneo yale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia, tulikuwa na swala la utawala bora. Kwenye swala la utawala bora, hapa Lushoto tuna chuo chetu kikubwa hapa cha Ija. Ija hoye! Lakini pia tuna mahakama ya wilaya hapa, ambayo mahakama ile ni ndogo sana. Kulikuwa na andiko ambalo liliandaliwa kipindi cha nyuma, na hili niliseme wazi wakati nikiwa katibu mkuu. Jambo hili lilikosa pesa kwa kipindi, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina furaha
kukuambia kwamba Mheshimiwa Rais aliridhia kiasi cha shilingi bilioni 4 ili tujenge jengo jipya la kisasa la mahakama, ambao hawa vijana wa mahakama watakuwa wanaenda kufanya practice pale. Na hii sio kwamba tunasema ujenzi wa mahakama hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeshaanza na kazi ya kusafisha kiwanja inaendelea pale Kwesimu. Kwesimu hoye! Kwesimu hoye! La mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa ni kukushukuru na kukupongeza sana kwa kazi ulioifanya jana, tena kwa kuchelewa sana. Ulikuwa na ratiba ngumu sana siku ya jana, lakini ukasema Lushoto siwezi kulala bila kufanya kazi. Ulifanya kazi ya kutuzindulia hoteli ya kitalii inaitwa Java. Kwenye hoteli aina ya Java kwa Lushoto tunazo zaidi ya 20. Kwa nini ninaleta hii concept kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Pale mwenye hoteli alizungumza kidogo kuhusu miundombinu ya barabara, lakini naye tulishamueleza kwamba kwenye bajeti yetu tulionayo tuna bajeti ya kujenga kilomita 1 kutoka Maguzoni kwenda Kwengoma. Tuna fedha ya kujenga kilomita 1 kutoka Maguzoni kupita Irente kwenda Mhelo. Haya maeneo yatakapokuwa yamekamilika, japo tutaendelea kuongeza hizo kilomita kadri tunavyokwenda, yatasaidia sana hata watalii kufika kule bila shida. Ombi kubwa tunalo kuomba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kile kiwanja cha ndege cha Mombo. Kile kiwanja cha ndege cha Mombo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kiwanja ambacho kinahitaji marekebisho madogo sana. Inawezekana wana Lushoto wakanishangaa kwa nini ninaomba kiwanja cha ndege Mombo kirekebishwe. Ishu iko hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lushoto ni mji wa watalii. Ili watalii tuweze kuwapata kwa urahisi, watalii wengi wakitoka Ulaya, wakitoka wapi, wanaenda Zanzibar. Watalii wengi wakitoka Ulaya, wakitoka wapi, wanaenda Dar es Salaam. Watalii wengi wakitoka Ulaya, wakienda wapi, wanaenda Arusha. Ili mtalii atoke Zanzibar aje Lushoto, ni lazima apande boti kwenda Dar es Salaam. Akifika Dar es Salaam alale siku nzima. Atoke Dar es Salaam kwa basi au kwa gari yake aje hapa, inamchukua masaa 6 kutoka Dar es Salaam kufika hapa. Chenichi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tutapata huu uwanja wa ndege hapa, ni rahisi ndege ndogo kutoka Zanzibar ambayo inaweza kuchukua dakika 30 kufika Mombo. Wale watalii watakuwa hawajachoka, watapanda Lushoto, na wana Lushoto hawa watapata fedha zinazoletwa na watalii wale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili mtalii atoke Dar es Salaam kwa kandege kufika Mombo atachukua dakika 40 badala ya masaa 6. Akifika Mombo atapanda hapa kwa uharaka na hatachoka. Akija amechoka ataenda kulala moja kwa moja. Lakini akiwa hajachoka atazunguka sokoni huko, atachukua mapeasi, atachukua matunda damu. Tutaendelea kupata fedha hizo hapa sisi wana Lushoto. Ili atoke Arusha kuja Mombo kwa ndege ni dakika 45 kuliko atumie masaa 6, masaa 7 kufika Lushoto. Hili kama ule uwanja wa Mombo utafanyiwa marekebisho na kuruhusiwa ndege ndogo zitue pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakuwa umetuokoa sisi wana Lushoto, utakuwa umewaokoa wana Bumbuli, utakuwa umewaokoa wana Mlalo. Lushoto hoye!
Lakini la mwisho kabisa kama mwanasiasa sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara yetu hii ambayo umepanda jana. Barabara hii ina kilomita 32 kutoka Mombo kufika hapa. Barabara hii iko kwenye ilani ya uchaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba kama utaridhia, atakapokuja Injinia Kasekenya, naibu waziri wa ujenzi, ambaye TANROADS iko kwake, atuambie kidogo, ili mimi na wana Lushoto hawa tuweze kupata furaha na faraja. Lushoto oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema yote haya, ni kushukuru sana kwa mara nyingine kwa kuamua kuja Lushoto. Tumepita kote, lakini Lushoto umeamua ukae siku 2. Mwigulu oye! Mwigulu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie kitu kimoja. Ujio wako hapa Lushoto, juzi, jana, leo na kesho, sisi tumejaa mafedha hapa. Tumejaa mapesa kwa sababu hakuna chumba hata kimoja cha hoteli kilicho wazi. Timu yako hii uliokuja nayo imechukua vyumba vyote kule. Kwa hiyo wiki hii tutahesabu fedha nyingi ndani ya Lushoto. Lushoto hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, ninatamani nizungumze kutwa nzima, na hawa ndugu zangu wananifahamu. Shemdoe Shenichi, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa fursa hii. Asante sana. Mheshimiwa Shemdoe oye! Shemdoe safi! Mbunge anasema asemi. Lushoto kanituma niwasalimie, niwafikishie salamu za upendo na pongezi kwa kazi kubwa mnayoifanya. Na mimi leo katika ziara hii niwashukuruni sana wana Lushoto na watu wa Tanga. Jana wakati tunaingia Lushoto, tulikuta makundi ya watu barabarani mkitulaki. Mmetupa nguvu sana ya kufanya kazi. Asanteni sana. Tunawashukuru sana. Na mpaka nikawa na mkumbushia Mheshimiwa mbunge wa jimbo kwamba kwenye historia ya Wanyiramba tunaambiwa kabla hawajaenda Iramba walikuwa Tanga. Ona mimi nimekuja huku, na tukirudisha urithi wa kwa mama, Mheshimiwa Shemdoe uanze kunitafutia kiwanja na mimi nyumbani. Kwa asanteni sana. Tumekuja kama tulivyosema kufuatilia utekelezaji wa miradi, kufuatilia utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Waheshimiwa viongozi na wananchi, mtakubaliana nami kwamba muundo wa uongozi ndani ya nchi yetu ni mzuri sana, kwamba tumetengeneza ile serikali kuu tunayoiona pale ya kitaifa yenye rais na wasaidizi wake na vyombo vya ulinzi na usalama, imeshuka hivyo hivyo mpaka ngazi zetu kwa wananchi huko. Ukienda wilayani pana nembo ya rais na kamati ya usalama kama ilivyo ile ya juu. Ukienda mkoani hivyo hivyo, na imeshuka mpaka ngazi za chini. Sasa kila ninapopita, napoongea na wananchi, natambua kwamba kumetokea utaratibu wa kuzoea matatizo ya wananchi. Watu wanapokea matatizo ya wananchi, wanapokea kama salamu tu, na shughuli zinaendelea kama kawaida. Badala yake matatizo yanalimbikizwa kila kona, na serikali ipo kila kona. Juzi nikiwa Tanga, nilisema natoa miezi 6 nisisikie habari ya
halmashauri, eti kwenye halmashauri yenye mkuu wa wilaya, yenye mkurugenzi, yenye wataalamu wote wale, eti kuna shule haina matundu ya vyoo. Niliwaita pale Tanga, wamepewa fedha mwaka mzima wamepewa fedha za kujenga madarasa, za kujenga matundu ya vyoo. Mwaka mzima wataalamu wako ofisini na fedha wanazo, na mwaka mzima hawajajenga matundu ya vyoo. Sasa nimeelekeza hiyo shule kama iko karibu na ofisi ya afisa elimu na ofisi ya mkurugenzi, wanafunzi wote wakajisaidie kwenye choo cha mkurugenzi na afisa elimu. Watu kuzoea kupokea matatizo ya watu na kuona ni kama salamu, haya hayakubaliki. Nimepita hapo Korogwe, nikakuta mkandarasi amechukua zaidi ya milioni 100. Wananchi wenye maisha ya kawaida wanauza bamia, wanauza machenza, wanauza vitumbua, wanaenda kununua maji, wakati rais ametoa fedha ya maji zaidi ya milioni 900. Alafu mkandarasi kachukua fedha anadunda mtaani na mkanda nje na tai, na hajatekeleza mradi. Na katika kumfuata wanasema huyu inabidi tuchunguze, inabidi tupeleke. Mnachunguza kitu gani mtu mliyempa fedha mkononi na hajatekeleza mradi? Nimesema hilo, mimi katiba imenipa madaraka ya udhibiti. Huyo akamatwe, asiwe huru mpaka azitapike zile fedha ndio awe huru. Haya mambo ya kubabaishana, ubabaishaji, Vingereza vingi, expansion, extension, adjustment, huu ni upuzi mtupu. Atapike fedha ndio awe huru. Kuna mambo yanasababisha lawama zinaenda kwa viongozi wetu wakuu, kumbe wao walishatimiza wajibu wao. Inaonekana huenda serikali haijapeleka fedha ya mradi wa maji, kumbe imeshapelekwa na watu wamepiga fedha pale na hatua hazijachukuliwa. Nipongeze sana mkuu wa mkoa pamoja na kamanda wa polisi, wamemkamata yule. Nimesema mpaka tupate fedha ipatikane, iendelee kutekeleza mradi, ndio huyo mtu awe huru. Hatuwezi tukawa tunazingatia haki za wachache wengine. Kuna watu wanadhani wakishakuwa na fedha wao wanakuwa Watanzania na nusu, na sisi wengine ni nusu wa Tanzania. Hilo halikubaliki. Sasa nimesikia na hapa Lushoto, wakati nasikiliza watu pale Tanga, akaja binti moja mdogo chini ya miaka 18, mwanafunzi wa kidato cha kwanza, amebakwa. Alivyobakwa na alishajifungua mtoto yupo, yule aliyekuwa anahisiwa akapimwa DNA ikaonekana inafanana na ya mtoto. Eti ameachiwa huru kwa sababu wakati wa kuandikisha kesi eti haikuandikishwa kwamba yule ni mwanafunzi. Na nilisema yule mwalimu mkuu wa shule yule aje athibitishe kama yule mwanafunzi alikuwa anasoma ama hakuwa anasoma. Yule mwalimu alikuja hapa. Yule mwalimu mmemleta ama tunakutana naye kwenye mkutano wa mlalo? Nimeambiwa tunakutana naye mlalo. Atafutwe yule aliyembaka yule mtoto,
akamatwe, na kama hiyo kesi ilimalizwa kirushwa rushwa irejee upya. Wabakaji lazima wahukumiwe. Mtoto ana miaka chini ya 18, mbakaji ana miaka 53. Huu ni ubakaji wa makusudi, na hili si jambo la kufumbia macho. Ninyi mnaofanyana undugu na wabakaji, mimi hakuna hiyo. Tena sisi kule kwenye ufugaji, ilikuwa ukiwa na kundi la mifugo, lile dume likianza kupanda vindama au likaanza kupanda madume wenzake, tulikuwa tunalihasi. Hamna hata katiba ya mifugo hapo, tulikuwa tunalihasi. Sasa kwa kuwa kwenye katiba na sheria haijasema hivyo, yale mabakaji yote lazima sheria kali ichukuliwe. Nilikuta na kesi hiyo Mwanza, na kwenyewe ikachezewa hivi. Sasa nimemwelekeza kamanda wa TAKUKURU na rais, fuatilieni wale wote walioshika hili faili, mjue walilimalizaje kwa mazingira haya ya utata ya aina hii. Hatuwezi tukawa na wananchi wako kwenye nchi yao, lakini kama wanazidiwa kipato wao wakawa watumwa kwenye nchi yao. Hatuwezi kuwa tuliwaondoa koloni afu tutengeneze wakoloni wengine hapa, wao ndo wawe wa Tanzania, alafu na wale wengine wasio na fedha wao nusu wa Tanzania. Hiyo haiwezekani. Sasa huyu asakwe na taarifa yake hiyo niipate. Na wale waliocheza na faili, chunguzeni mjue kitu gani kilitokea. Kama mtabaini haya ninayoyasema, na hawa ni watumishi wa umma, wamesomeshwa kwa kodi za Watanzania, wameenda kudhulumu haki ya yule mtoto aliyebakwa, na wenyewe waunganishwe kwenye hatia. Sasa nilisema nianze na yale mambo ya maelekezo ya jumla, kwa sababu hali ya hewa naiona inaanza kuwa njema. Injinia wa wilaya yuko wapi? Injinia wetu yuko wapi? Injinia kwenye kila eneo la ujenzi, nimeambiwa ujenzi wa mabweni 2, madarasa 8 na vyoo matundu 6, shule ya sekondari Mtumbi, milioni 372. Madawati na viti havipo kwenye ubora unaotakiwa. Haiko kwenye ubora unaotakiwa. Mkanda wa kufunga gypsum board na madarasa haviko katika hali inayotakiwa. Ujenzi wa bweni lenye mahitaji maalum shule ya msingi Rente Rainbow, milioni 173. Risiti za malipo hazipo. Kodi ya zuio haikufanyika. Hakuna cheti cha ubora wa mabati na saruji. Ujenzi wa bweni shule ya sekondari Prince Claus, milioni 173. Hakuna risiti za malipo za huduma ya kodi ya zuio. Hakuna cheti cha ubora mabati na saruji. Ujenzi wa mabweni shule ya msingi kwa Mongo, milioni 170. Hakuna cheti cha ubora wa matofali wala vyeti vya ubora mabati na saruji toka TBS. Ujenzi wa vyumba vya madarasa shule ya msingi Zila, milioni 152. Hakujawasilishwa kodi ya zuio. Hakuna service levy. Hakuna cheti cha ubora mabati na saruji. Ujenzi wa mabweni ya watoto shule ya mahitaji maalum kwa Lei, milioni 170. Hivyo hamna mambo ya zuio, cheti cha ubora tofali na vyeti vya ubora vya mabati na saruji kutoka TBS hakuna. Ujenzi wa nyumba ya mwalimu shule ya msingi Baga, hakuna cheti cha ubora saruji wala matofali.
ujenzi wa shule ya vyumba viwili vya madarasa matundu 9 ya vyoo, shule ya msingi Ndekai hivyo hivyo, hakuna cheti cha ubora. Ninyi mnajengaje? Mnajengaje? Kwa shule ya msingi Mtumbi, hatua ya mwisho ya malipo bado haijafanyika. Kwa maelekezo yote tumeshawapa warekebisho. Hatuwezi kufanya malipo ya awamu ya mwisho mpaka wanapokuwa wamekamilisha hizo taratibu zote za marekebisho ya vile vyote ambavyo vimekamilika kikamilifu. Na hizo zingine? Hizo specification zingine tunasimamia kuhakikisha hivyo hivyo. Hauwezi kufanya malipo mpaka tupatiwe hizo nyaraka zote. Na malipo yote ya manunuzi ya vifaa yanasimamiwa na idara ya manunuzi, lakini pia wanafuatia huo utaratibu unasimamiwa. Kama hujalipa service levy, TRA, maana unapoleta malipo kuna hundi 3. Bora ambayo ya malipo ya kitu husika, service levy na TRA pamoja na kuna USB receipt. Kwa hiyo malipo yanakuwa hayawezi kufanyika kama hivyo vitu vyote havijaweza kutimia. Yule wa manunuzi yuko wapi? Kwa nini mnanunua vitu havijawekewa ubora? Kwa nini vitu hivi vyote hakuna ubora? Sasa shule ya sekondari Shita, nyufa tayari zimeshaanza kuonekana kwenye madirisha. Kwa nini vifaa hivi vyote mnavyonunua havina certificate ya ubora? Tofali hazina certificate, saruji hivyo hivyo. Taratibu zinasemaje na ninyi mmefanya kitu gani? Mheshimiwa Waziri, utekelezaji wa miradi yote unafanyika kwa Coastal County. Hivyo wataalamu wa halmashauri ni wasimamizi wa mwisho, lakini kuna msimamizi wa mradi. Na katika wasimamizi wa mradi kule chini kuna kamati kuu ya ujenzi ya mapokezi ambao ni sehemu ya wananchi. Wao ndio wanapokea vifaa kuthibitisha, wakiwa wameteuliwa pia na kiongozi injinia Zaka certify mara ya mwisho. Kwa hiyo kitu chote kilichokuwa kina ubora, watu wa kwanza kukagua ni wale kamati ambao ni wananchi wenyewe. Mkurugenzi, unajua haya? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mmechukua hatua gani? Vifaa ambavyo havina ubora huwa vinarudishwa, lakini yule supplier ya mzabuni anatakiwa aweke kwa ubora kwa kuhakikisha. Kwa hiyo huwa tunarudisha vile ambavyo havina ubora. Taarifa yangu inaonyesha hivi vitu vyote vilishagundulika na mlishajulishwa. Mmechukua hatua gani? Mheshimiwa, pamoja na tunapata kutoka CCTV, lakini na kamati ya usalama ya wilaya, vitu ambavyo tunachukua ndio kama hivi nimesema kwamba vinarudishwa. Yule ambaye ameleta vitu ambavyo si bora tunarudisha ili alete vitu vyenye viwango. Sasa kamanda wa TAKUKURU wa wilaya, fuatilieni ili kujiridhisha kwamba hivi vyote vilivyoandikwa, hizi hatua zimechukuliwa. Nipate taarifa kwamba hizo hatua zilichukuliwa, kujiridhisha kwamba hizi hatua wanazozisema ndizo zilizofanyika. Tunataka watu wasilale ofisini, wafuatilie kazi, wafuatilie fedha inavyofanya kazi. Na ninyi mna bahati kwa sababu kwenye taarifa niliambiwa hili mlishaligundua kabla sijafika. Ningekuta mmelala tu hamjagundua tatizo, tungewaacha muendelee kulala. Sasa nipate hiyo taarifa, na yule aliyebaka nataka nipate hiyo taarifa. Sasa tupate kabla ya kuwaleta waheshimiwa mawaziri kujibu hoja ambazo zimeletwa na waheshimiwa wabunge, tupate maoni mawili matatu kutoka kwa watu, yale ambayo yako tofauti na hoja ambazo zimeshatolewa. Hoja ya barabara kuongezwa upana kutokea Mombo kuja hapa, mheshimiwa mbunge wenu makini kabisa, na nikiri mna mbunge makini kabisa, mbunge mwenye hadhi ya jimbo la makao makuu ya wilaya. Chenichi. Huyu ni mbunge mzoefu wa kufanya kazi serikalini. Kashakuwa wizara kadhaa, wizara 7.
Kwa hiyo jambo lolote linalohusu maendeleo ya hapa anajua liko kwenye wizara gani na mtaalamu gani anasimamia. Hata hivi haya mambo ya ukamilishwaji yalivyokuwa yametolewa hapa, Mheshimiwa Waziri, hii hata haitanipa shida ya kufuatilia. Haya unayamudu kabisa. Fuatilia hiyo bilioni moja, takriban bilioni 1.5 ipatikane, tukamilishe hapa kwenye eneo la afya na maeneo mengine yale ambayo yalikuwa yanahitaji hiyo nyongeza. Bahati nzuri wewe unajua kona zote. Huyu anafika mpaka Ikulu, na kwa waziri mkuu ndio ofisini kwake. Sio unachagua mbunge hana hata namba ya mkuu wa wilaya, atakusaidiaje? Kwa hiyo mna jembe kweli kweli. Na mimi niwaambieni, mkataba wenu na mbunge ni maendeleo. Atashughulika na shughuli za maendeleo, na bahati nzuri mmesikia jinsi yanavyojua kona zote, maeneo ambayo yanahitaji fedha, yanahitaji maendeleo, anajua. Haya maeneo mengine yale acheni madiwani wasimamie na mwenyekiti wa halmashauri. Yeye ashughulike na mambo makubwa ya kuhakikisha fedha inakuja kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Akishaambiwa jambo fulani kwenye kata gani kule, alitaja kata gani, Mlola, wapi huko Mlola, akishaambiwa pana shida hii na hii, hata yeye asipofika, yeye ashughulikie tu fedha iende pale, atakuwa ameshafika. Kwa hiyo mna mbunge makini, muungeni mkono. Manake na mimi nilishakuwa mpiga kura na nilishakuwa mbunge na nilishakuwa kwenye baraza. Wakati mwingine tunatengenezeaga sio hata majungu, unajua jungu linakuwa kubwa kubwa hivi. Wakati mwingine tunatengenezeanaga vijungu vidogo vidogo hivi ambavyo havina maana yeyote. Watu wakitaka kuanza umbea hivi wanaanza. Mbunge hata ukimpigia simu hata haipokei. Sasa kama umechagua mbunge ngazi ya profesa, unatarajia siku nyingine atakuwa kwenye baraza, unatarajia siku nyingine yuko na rais, unatarajia siku nyingine yuko na waziri mkuu, unatarajia siku nyingine yuko na rais wa Benki ya Dunia. Mnataka kila siku awe anatoka kupokea simu kama msimamizi wa call box. Ndio kuna aina ya mtoto akifika ngazi fulani, wewe mwenyewe mzazi inabidi kuna vitu uanze kumvumilia. Ndio mimi mwenyewe sasa hivi nikifika tu pale kwa mzee, pamoja na kwamba ni mji wake, inageuka inakuwa ofisi ya waziri mkuu pale. Taratibu za ofisi zinaanza kufanyikia nyumbani kwake pale. Ndio kuna mtoto ukimfikisha hatua fulani, tofauti zinakuwepo tu. Kwa hiyo ukishakuwa na waziri, mbunge waziri anayesimamia serikali za mitaa na tawala za mikoa za nchi nzima, kwa kweli msitarajia afanye ziara ya kitongoji, afanye diwani hiyo. Kweli waziri wa TAMISEMI mnataka mkusanyie kikao cha kila balozi hapa? Si mnataka kutucheleweshea hii kazi kubwa ya nchi nzima? Ashughulike na mambo makubwa ya maendeleo haya tunayoyaongea, maendeleo makubwa. Mwenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wako, chapeni kazi. Wasikilizeni wananchi, na mkishawasikiliza ninyi mnaweza mkamfuata mheshimiwa mbunge hata popote alipomwambia kwenye kata hii kuna hili, kwenye kata hii kuna hili, kwenye kata hii kuna hili. Yeye akashughulikie fedha ije muisimamie.